Habari sasa jamani. Kwa jina naitwa Lugi na hii ni Lugi Podcast. Hii ni mada yangu ya pili. Ningependa kuongelea This is my story. Na kama ninavyosema, hii sio story yako wewe, hii ni story yangu mimi. Na haina maana kwamba story yangu mimi inamfaa kila mtu. Lakini kuna mmoja wao kama itawafaa watu wawili watatu, kwangu mimi ni vizuri vile vile. Na naomba msisahau kukliki kwenye Lugi Podcast, kwenye Instagram, Facebook na YouTube. Sasa mara mwisho niliongea swala la nafikiri ilishia upande wa kujichanganya na makaratasi. Kwa leo ningependa tunianze swala kwamba tunapokuwa tumefika nchi za kigeni inatuchukua muda mrefu sana kupata makaratasi. Na kwa sababu njia tofauti, kila mtu anakuwa na njia zake tofauti za upataji wa makaratasi. Lakini mimi ambao naona njia ambayo inakubalika kirahisi na haina longolongo nyingi, kama umejiandaa au umeiandaa vizuri hiyo njia, nafikiri ni rahisi zaidi, na hata kuichallenge kwa wahusika inachukua muda au ni ngumu, na hasa pale kama umefanya kama ipasavyo. Kwa hiyo mimi ningependa tukugusa njia ambayo mimi naoijua mimi ya ndoa. Njia ya ndoa ni kwanza, ndoa unaipata vipi? Ni kwanza kuongea swala kwamba ni lazima ukubali kujichanganya. Hakuna mtu atakuja atakugongea odi kwamba mimi nimekuzimia au mimi nimefanya nini ndio nakupenda. Hakuna story kama hiyo. No, unless out of 10 anaweza kutokea mmoja au hamna kabisa. Kwa point yangu ni kwamba ni lazima uwe available, utoke, ujichanganye na mataifa mbalimbali. Na ukiniambia mimi ningesema sio Afrika, kwa sababu Afrika wengi wamepitia mambo kama anavyosema wako cautious, wanaogopa kutendwa. Lakini ukitumia wenzetu wa huku kidogo inakuwa ni afadhali, kwa sababu hawajui mengi. Sasa kingine ambacho ningependa kukigusa ni kwamba watu wengi tunakosea, tunakaa sehemu ambao iko crowded. Naposema hivyo namaanisha kwamba labda tuko Afrika wengi, na kila Mwafrika anayetoka west, east, south, wote tuna matatizo exactly the same, kwamba tunahitaji makaratasi. Kwa ile society ya au mataifa au watu weupe, wengi wao wanakuwa tayari wanajua kwamba hawa ni Waafrika, wana matatizo 1 2 3 4 5. Lakini sasa ukiwa mjanja, ni vizuri, kwa ushauri wangu mimi, ni vizuri utoke nje ya mji. Nenda vijijini. Vijijini ni rahisi sana ukapenda kweli au ukapendwa kweli. Inakuwa ni rahisi kutengeneza makaratasi kupitia nje ya mji, kwa sababu watu wa vijijini kama wanavyojua. Sasa na mtu sisi kwetu ukienda Mbeya huko Tukuyu wapi, wapo watu wanafanya wajanja, lakini kuna watu wako slow. Wale slow ni wengi, tofauti na mtu ambaye ametoka Kariakoo. So sasa na wenzetu hivyo na wenyewe. Kwa hiyo ni vizuri kwenda nje ya mji ambao kumetulia, hawajui vitu vingi. Ndio kutakuwa na matabaka, kama unaweza ukawa unaangalia vibaya kwamba mtu mweusi sio nini, lakini ukikaa tu kwa mtaratibu na unajichanganya huko kijijini au vijijini au nje ya mji, inakuwa ni rahisi zaidi kupata, kama unataka mume au unataka mke. Na target ni makaratasi. Kama mzee, kijana, mpana, mwembamba, either way. Lakini kijijini ni rahisi zaidi ku break in na kujichanganya na hiyo society na ukafanikiwa unachotaka kufanikiwa. Hayo ni mawazo yangu na kutokana na uzoefu wangu mimi binafsi. Mjini huku kidogo speed ni kali, itabidi uentertain sana, uspendi hela sana. Matokeo yake in between vitu vyote vikatokea, ukashangaa hujafanikiwa kile ulichokuwa unakitaka. Unaona, kwa sababu tayari wanajua au wameshatendwa. Kwa either way inakuwa high make sense kwa mimi ninaona. Kwa kijijini ni vizuri zaidi. Sasa basi kingine ambacho ningependa kugusia ni swala la baada ya kupata makaratasi.
na again ni kwa sababu mimi naongea kama mimi uzoefu wangu. Watu wengi wanakosea kwamba ukishapata karatasi bado anaendelea kufanya kazi zile zile alizokuwa anafanya kabla hajapata makaratasi. Ni lazima tuwe na moyo wa kuweza kujiendeleza, kwa sababu najua kuna shule nyingi hatuwezi tukazi afford. Ni lazima uwe na kuna mambo ya kusaidiwa na serikali au kuchukua mkopo, whatever the case. Ni point yangu nataka kuongea kwamba ni lazima tukubali kujiendeleza. Kwa sababu gani? Mwingine unaweza kutoka nyumbani una bachelor yako, umefika huku ukapiga box, ukapata makaratasi. Ile bachelor yako naongea upande wa Uingereza, inaweza ikakusaidia kidogo baada ya kuanza upya ukaanza stage fulani ambayo itakusaidia wewe kuendelea na masomo yako. Ni lazima tukubali kujiendeleza, kwa sababu bila kujiendeleza hatuwezi, watu wanasema hatuwezi tukatoboa. Kwa hiyo ni lazima tukubali kujiendeleza kielimu vile vile. Na kuna vitu vingi sana ambavyo unakuta mgeni anasema si umri. Haya mambo bwana ya umri mpaka Mwenyezi Mungu aamue kukuita ndio give up. Ndio story yako imeisha. But huwezi jua Mwenyezi Mungu atakuweka duniani kwa muda gani. Kwa hiyo mara nyingi ningeshauri, najua nimeongea swala la vijana, kwa vijana yani huwezi kukimbia swala la elimu. Ni lazima ukubali kujiendeleza ili uweze kucompete na society na jamii ya hizi nchi za wenzetu. Bila hivyo yani unakuwa tu yani unapiga mark time. Na kuna vitu vingi unaweza kufanya, najua kuna biashara, kuna vitu vingi vinaweza kufanyika. Lakini kuna level fulani ya elimu inaweza kukusaidia kwa njia moja au nyingine ukaweza kukopa na mazingira kirahisi zaidi wakati unaendelea kuhangaika na mambo yako ya kikazi. Kwa swala la elimu ni la muhimu. Na vile vile mistake ambayo mimi nimeifanya, ukiambiwa kitu fulani kinalipa, unatoka unaenda kukisomea. Umemaliza hujasetwa kusetwa kwenye kile kitu, unatoka unaenda unafanya kitu kingine. Umeambiwa kuna kitu kingine kinalipa, unaenda kusoma. Before utulie tayari umeshapoteza miaka 6, 7, 8 hata 10, kwa sababu unakuwa unarukaruka. Kwa hiyo ningependa sana vile vile kushauri, kwa sababu mimi nilishafanya nilisoma bachelor nikamaliza, nikaifanyia kazi sijui muda mfupi, nikisikuipenda, nikarudi shule nikasoma tena kitu kingine kabisa sijakipenda, nikaenda nikatrain kitu kingine kabisa tofauti. Ndio saizi ambacho kinaniweka mjini. Lakini nimeshapoteza miaka 4, miaka 6, miaka 7 kwa kuhangaika tu hivi. Unahangaika, unatoka huko na huko, matokeo yake unajikuta yani umepoteza muda mwingi, na vile vitu hivyo visomea havikupi ugali au riziki. Kwa mimi binafsi hizo ni moja ya mistake ambayo nimezifanya, na nisingependa kwa vijana au mtu mwingine yote apapitie matatizo ambayo mimi nimeyapitia, kuto kujielewa. Kwa sababu kila kitu wanasema kila kitu kinaanzia nyumbani. Kwa kama kuna makosa yalifanyika nyumbani kwetu mimi, unaweza kukuta mbeleni naanza kupay the price. Lakini ni lazima ujielewe unataka nini. Ukishajijua tu unataka nini, mambo safi. Hakuna tatizo lingine lolote. Kwa sababu unakazania kitu kimoja, hicho ndio unakiongezea na kinakutoa mpaka mwisho wa siku. Na vile vile kuwa na upande wa bidii, lakini vile vile ni tusiwe tu wavumilivu, kwamba you have to push whatever unachokiamini, whatever you believe, endelea kukichikilia. Kwa sababu ukiweka imani yako, kama wewe mtu anayeabudu imani yako Mungu, unaabudu whatever unachokiabudu, ukiweka imani yako, huyo yule muabudu ni lazima atakusaidia kwa njia moja au nyingine. Ndio ninachoamini mimi. Kwa hiyo ni lazima uendelee kama unaomba mizimu, unamuomba Yesu Kristo, mtume, kila kitu ni lazima ujitahidi kufanya nini? Kuweka imani yako mbele na endelea kupigania kuweza kujiendeleza. Hiyo kwa mimi siwezi ni mtu kama anasema shuhuda, mimi ni mmoja wao huo ushuhuda, kwa sababu mimi ni Mkristo na naamini kwamba imani yangu imeniweka mpaka hapa nilipo. Bila hivyo wazungu wanasema nini? I'm useless or vitu kama hivyo. Kwa point yangu, imani na juhudi ya kujielimisha au kutokulizika
ni vitu vya muhimu sana katika ulimwengu wa sasa hivi, na kuweza kujua kitu gani kinaendelea ili uweze kufanya nini, kuwewe kujiendeleza. Hiyo elimu yako unaweza ukaitumia kwa njia tofauti na sehemu mbalimbali. Kwa upande wangu mimi ambao mimi sikulizika, nimetoka Uingereza, nikaangalia Uingereza, nikaona Uingereza kumenipa riziki yangu mpaka hapo nilipofika. Mungu akanijalia kwa njia moja au nyingine nikaingia Marekani. Lakini kwa wakati ule kuna watu walikuwa wananiambia mimi kwamba kwa nini unaamua umetoka Uingereza unaenda Marekani? Wananishangaa, wanaona kama napoteza muda, si nafanya nini? Tunarudi ile swala la kulizika, kwamba usilizike na ulichonacho. Na sio kwamba usilizike kuna mtendeo mtu baya, hapana. Ni wewe mwenyewe. Sasa kama mimi huko Uingereza ni huko salama au nina vibali vya kufanyia kazi, kwa nini nishindwe tena kwenda kutafuta riziki upande mwingine? Na Mungu amenijalia, nina akili timamu, nina nguvu timamu, sky is the limit. Kwa hiyo huo ni mfano mmoja hapo. Usilizike kwa sababu umepata hapo au ulihangaika hapo, kwa hiyo uende ukaa hapo hapo. Haina maana kwamba huo ndio mwisho wako. Kwa hiyo kwa ufupi kwa mimi binafsi, Mungu akanijalia nikatoka hapo baada ya kupambana na hali yangu, baada ya kuclear vibali vya kufanyia kazi, nikatoka nikajaribu kufungua milango mingine ambapo hapa nilipo. Na katika kufika hapa tunarudi lile swala kwamba haikuwa kitu kirahisi kwa mimi binafsi, kwa sababu unaanza tena upya. Lakini kumbuka swala moja tofauti. Naanza upya, nikichemsha narudi nikotoka. Kidogo nilikuwa na option. Lakini haina maana kwamba usijaribu. Kwa sababu ulikotoka hujaua, ulikotoka hujafanya kitu chochote kibaya ambacho hawatakukaribisha au hawatakupokea. Ni nyumbani. Kwa hiyo nina uwezo nikarudi muda wote naotaka kwenda. Lakini point inapokuja ni pale ni lazima ukubali kufungua au kuomba milango mingine ifunguke. Na mimi Mungu amenijalia kwamba pamoja na yote aliyonitendea, nikiangalia nilikotoka, yani natumia neno, nina furaha zaidi nilichukua hiyo riski ya kuondoka huko nilikotoka Europe nikaingia hapa. Bila hivyo sijui nisemeje, lakini kwa ufupi ni kwamba nashukuru Mungu alinipa ile courage ya kuweza kufanya nini? Kuondoka kule na kuja kujaribu nilichokuja kujaribu. Simaanishi kuja kujaribu hapa ilikuwa ni rahisi, haikuwa rahisi. Kulikuwa kuna challenge nyingi sana. Na hizo challenge tunarudi kwenye imani. Ukiwa na imani na hicho unachokiabudu, kwa mimi Mwenyezi Mungu, Yesu Kristo aliweza kunisaidia, kunipa hiyo courage ya kuweza kuendelea kupigana mpaka nikapata ugali wangu hapa nilipo. Na kuna point niliongea kwenye madango ya kwanza, niliongea kitendo kwamba ni lazima ukubali kuongea au kufungua milango na watu na mataifa na watu wengine, majirani zetu na watu wengine. Bila hivyo mimi binafsi nisingeweza kuwa nakifanya kitu au vitu ninavyovifanya bila watu, majirani zetu, bila kufunguka au kunisapoti kwa njia moja au nyingine 150%. Kwa hiyo nataka kusema kuwapa watu courage kwamba tusilizike. Haina maana kwamba kwa sababu kama wewe tayari una vibali vya kufanya kazi au vya kuishi sehemu, kwa nini unaona mambo hayaendi? Kwa nini uende ukaa pale pale? Haina maana kwamba dunia sawa, siku hizi wanasema dunia iko mkononi mwetu. Maanisha kwamba hapa simu au nini, au unaweza kujua mtu yuko wapi anafanya nini, au kampigia mtu simu saa hizi yuko anywhere duniani. Kwa mimi binafsi, yani swala la kujichanganya na kumweka Mungu mbele, Mungu anasaidia na Mungu anasikia. Hiyo mimi ni mmoja wapo wa ushuhuda. Hiyo ni topic for another day, lakini ni moja ya ushuhuda wangu ambao ningependa kushare na nyinyi.
Lakini kwa siku ya leo ningependa kuishia hapo kwa sababu muda hauturuhusu kwa sasa. Lakini naomba tena kwa kudra za Mwenyezi Mungu atujalie tena kwenye toleo langu la tatu. Ningependa tena usisahau kunifuata kwenye Instagram, Facebook na YouTube, Lughi Podcast. Naomba usisahau kubonyeza vile vidude vile. Au sio? Peace out.